Baba mwenye neema na rehema, katika jina la Yesu litukuzwe tena na kusifiwa na kutukuzwa jina lako lipitalo kila jina. Asante kwa neno hili. Naomba neema yako itujaze, tupate ufunuo kwa Roho Mtakatifu, tupate kuelewa na haya maandiko, tupate kujua nafasi na wajibu tunaotakiwa kuwa nao siku hadi siku, kila siku. Roho Mtakatifu, gusa akili, moyo wa kila mmoja apate kufunguliwa na kuelewa sana na kurudi kwenye nafasi kwa nguvu yako, kwa jina lako Yesu. Amina. Bwana Yesu akubariki na kukuwezesha tena katika muda mzuri wa kusikiliza neno ili la uzima. Ninasoma katika Zaburi ya 118, nisome mstari wa 5. Anasema hivi: katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Amen. Nafasi ya ulimwengu wa roho katika kumtumikia Mungu. Nafasi yako, nafasi katika ulimwengu wa roho, nafasi yako ya kumtumikia Yesu, unaijua na unaifanyia kazi na umeingia, unaitumia inayostahili. Nafasi yako ya kumtumikia Mungu katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu ni ufalme wa Mungu. Naam, anasema katika shida yake alimuita Bwana. Kwa hiyo katika shida zetu tukimuita Bwana, Mungu wetu anasikia. Akishasikia anatupeleka kwenye nafasi, akamweka panapo nafasi. Kwa nini anamweka kwenye nafasi? Kwa nini hakumweka tu? Anasema akamweka panapo nafasi kwa sababu alikuwa amekosa nafasi ya mambo kadha wa kadha. Anapokuwa mtu katika shida na taabu, kuna mambo yanakosekana hapo, lakini huyu anapewa nafasi, kwa maana apate nafasi ya kumwabudu Mungu, nafasi ya kumwamini zaidi, nafasi ya kumtumikia zaidi, nafasi ya kuendelea kukaa kwake na kuyatenda mapenzi yake. Haleluya! Kwa hiyo katika maisha tunayoishi na katika taabu utakazokuwa nazo, endelea kumuita Bwana katika taabu zozote na katika hali zozote. Mwite yeye astahili kuitwa na kuabudiwa, akupe nafasi. Huyu akapewa nafasi katika ulimwengu wa roho, akapewa nafasi ya kuendelea kulitumikia kusudi la Mungu na shauri la Bwana. Alikuwa na shida, na katika shida yake na katika taabu yake akaone amuombe Bwana, amuite Bwana, amuamini Bwana, amwelekee Bwana. Alipomwelekea ndipo anapewa nafasi. Lazima hapo ujiulize, kwa nini apewe nafasi? Nafasi ya nini? Ni nafasi katika ulimwengu. Ni Mungu anayempa. Mungu akitupa chochote, anachotupa Mungu ni chema, kina baraka, kinamtukuza yeye, ni cha utukufu wa jina lake. Kwa hiyo amepewa kwa kusudi la kuendelea kumtumikia Bwana. Amepewa ili akae katika mapenzi ya Mungu, ayatende mapenzi ya Mungu. Na sisi tumepewa nafasi na Mungu tukae kwenye hii dunia, tumjue, tumfahamu, tumtumikie. Tusiishi tu kwamba tumepewa nafasi tuitumie tu holela, kama ambavyo wengine wanaweza wakawa na maeneo makubwa lakini hawana kitu wanayafanyia. Taifa linaweza likawa na maeneo makubwa lakini yamekaa tu, hakuna kitu kinachofanyiwa. Mungu hakutupa ardhi ya bure kwamba ikae tu. Mungu hakutupa nyumba tu zikae tu, ni nyumba za kulala. Mungu hajatupa hizo ofisi na hizo kazi tulizo nazo. Mungu hajatupa pesa. Kupewa pesa hiyo ni nafasi. Umepewa nafasi ya kuwa na pesa, umeshika fedha. Hata unashindwa kutoa sadaka kwenye hizo fedha, hata unashindwa kuwasaidia watu, na inawezekana hata ndugu yako unashindwa kumsaidia, na Mungu amekupa nafasi ya kukamata hela au mali, hizo mali ulizonazo. Tumepewa nafasi, tuitumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nafasi tulionayo ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana Yesu, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, si kwa ajili ya ufalme wa dunia. Ni kwa ajili ya Mungu Baba, si kwa ajili ya wanadamu tu kuwatukuza au kujitukuza au kujiweka kwenye anasa, lakini ni kwa ajili ya kutukuzwa Mungu na watu wengine wapate kuponywa, watu wengine wapate kubarikiwa. Unaijua nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho katika Yesu?
Unajua nafasi yako katika ufalme wa Mungu? Unaitumia hiyo nafasi uliopewa? Ijue, itumie sawa sawa. Haleluya. Akamwita Bwana na Bwana akamweka kwenye nafasi. Mungu hatuweki kwenye nafasi bure. Hatuweki tu ili nafasi iwe tumekaa tu. Anatuweka hapo ili tufanye jambo kwa utukufu wa jina lake, watu wengine wabarikiwe na kuponywa, na Mungu aendelee kuinuliwa na kutukuzwa. Haleluya. Zaburi ya 119 pia na mstari ule wa 44 na 45 anasema, nami nitaitii sheria yako daima, na milele na milele. Mstari wa 45, nami nitakwenda panapo nafasi, nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Tukishajua mausia ya Mungu, njia ya Mungu, sheria za Mungu, kanuni za Mungu, taratibu za kimbingu katika Mungu wetu mtakatifu, tayari tunayo nafasi. Anasema nami nitakwenda panapo nafasi. Haendi mahali hakuna nafasi. Anakwenda mahali penye nafasi ili aendelee kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, kumsifu Mungu, kumjua Mungu, kumtukuza Mungu. Kwa hiyo tutafute nafasi ya kumwabudu Mungu, tutafute nafasi ya kumtolea Mungu, tutafute nafasi ya kumtumikia Mungu kwa moyo wetu wote. Tutafute nafasi, kwa sababu hiyo nafasi ipo. Mungu ameiweka. Kama umebanwa hapo, toka, tafuta namna, angalia namna yote upate namna ya kumtumikia Mungu. Kumbuka sura ya 13 ya Mathayo, Yesu anasema mbegu nyingine zilianguka kwenye mwamba, nyingine zilianguka njiani, nyingine kwenye udongo mzuri, nyingine zilianguka kwenye miiba, zikaota, lakini zikasongwa na ile miiba, zikakosa kuchanua. Wewe upo wapi sasa? Umeketi wapi? Kwenye msongamano ule, kwamba huwezi kuchanua, huwezi kuzaa kiroho, huwezi kufanikiwa kimaisha kawaida. Yesu ametupa nafasi. Bwana, tupe nafasi. Yesu, mpe nafasi huyu mtu. Mjalie nafasi aendelee kustawi kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa neno hili. Ninaomba likafanyike baraka na mafunuo makubwa kwa kila anayesikia sasa, na mtu aliyesikia likamponye, likambadilishe kabisa, na nguvu ya neno lako ikamvute akae kwenye nafasi. Wekwa kwenye nafasi katika jina la Yesu, kwenye ufalme wa Mungu, katika ulimwengu wa roho. Wekwa kwenye nafasi yako, keti kwenye hiyo nafasi, tumika kwenye hiyo nafasi kwa jina la Yesu, na Bwana akubariki, akujaze uwezo na nguvu. Endelea kumtumikia Yesu kwa furaha na amani. Haleluya sana, barikiwa. Endelea kuomba, endelea kutambua, kutafuta nafasi yako ya kumtumikia Yesu uliopewa. Kila mmoja amepewa kitu cha kwake kwenye ulimwengu. Hakuna aliyeko kwa bahati mbaya au pasipo sababu ya msingi. Mungu ana sababu ya msingi. Angalia hapo ulipo, angalia mazingira, angalia kuishi kwako. Pata nafasi ya kuendelea kudumu katika Bwana siku zote za maisha yako. Barikiwa sana katika jina la Yesu. Kumbuka kuendelea kutuombea na kushiriki kwa sadaka yako. Safari yetu ya kupeleka injili vijiji kwa vijiji, na watu unaanza tarehe 15. Tutakuwa kule ndani Kiela tukihubiri injili, na maeneo mengine tutakuwa tunakuletea habari. Karibu shiriki, karibu achilia sadaka yako ili injili ya Bwana ihubiriwe, ufalme wa Mungu tangazwe. Watu wapate nafasi katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa Mungu, katika ufalme wa Mungu, wamtumikie Bwana maisha yao yote. Bwana akubariki na kutunza. Unaweza ukakuwasiliana na mimi kwa namba ya 0787 62 75 91. Iko pia hapo kwenye simu yako, utaiona kwa chini hapo inakuwepo. Bwana kubariki. Namba nyingine ni 0762 282 439. 0762 282 439. Na ile ya kwanza ni ya Airtel ambayo ni 0787 62 75 91. Na kutakia kuona baraka na nguvu za Bwana majira yote na nyakati zote. Songa mbele katika kumwamini.
endelea kumtumikia yeye aliyetukuka. Asante Roho Mtakatifu, jaze mtu neema na uweza, atembee katika uweza wa nguvu zako. Haleluya.